Hujambo ndugu mpenzi mtazamaji, na karibu sana katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia ambacho kinakuja kwako kila wiki kutoka hapa Tosi TV Network. Na leo tena upo nami Baraka Tosi ambaye nitakuwa pamoja nawe katika kuangazia somo la 5 ambalo lina kichwa kinachosema yote kwa utukufu wa Mungu. Tunaendelea na mwongozo wetu wa kujifunza Biblia ambao una kichwa kinachosema Wakorintho wa kwanza na wa pili. Na huu ni mwongozo ambao unaendelea kuanzia mwezi Julai, Agosti na Septemba. Na kabla hatujaendelea, hebu tupate ombi. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa ukuu na neema wako. Tazama muda huu tunasogea miguuni pako, tukihitaji kusikia ni nini ambacho unahitaji kutufundisha tena katika juma hili. Fungua akili zetu, tusaidie tuelewe, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Kama nilivyokwisha kukwambia hapo awali ya kwamba somo letu linasema yote kwa utukufu wa Mungu. Hicho ndicho kichwa cha somo juma hili. Fungu la kukariri linatoka katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10 fungu la 31. Imeandikwa, basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Juma hili tena tunaona Paulo anaeleza maelekezo mbalimbali kwa Wakorintho, lakini kwa jumla ya yale yote ambayo ameyasema, anawaambia kwamba basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Fikiria juu ya wapanda milima wanaopanda milima katika milima iliyokaa katika hali ya uhatari sana. Huwa wanakutana na tahadhari au vibao vya maelekezo katika njia zao. Na leo natamani ufikirie wanakutana na tahadhari, na hii tahadhari inasema magenge hatari mbele. Wengi wameanguka, baki kwenye njia iliyowekewa alama. Tahadhari inasema magenge hatari mbele. Wengi wameanguka, baki kwenye njia iliyowekewa alama. Kuna makundi matatu hapa ambayo yanatokea katika hili kundi kubwa la hawa watu ambao wanapanda milima. Na kundi la kwanza, hawa huwa wanachukua tahadhari na kwa uzito zaidi, na kwa hivyo huwa wanaondoka katika njia ile ambayo ni ya hatari na wanabaki katika njia ambayo imewekewa alama, ambayo itawaongoza katika sehemu ambazo wanaona hawaelewi. Kutakuwa na vibao ambavyo vinawaelekeza. Lakini kuna kundi lingine. Hile kundi lingine ni litadai uhuru, ya kwamba bwana, sisi tuna uhuru, tumelipia kupanda mlima kama ni sehemu ambazo wanalipia, au kama ni sehemu ambazo sio za kulipia, basi tumeamua kupanda. Tuna uhuru wa kufika sehemu yoyote na kufanya chochote ambacho tunahitaji. Kwa hiyo hayo maonyo hayana maana kwetu. Hilo ni kundi la pili. Lakini kuna kundi la tatu, na hili kundi la tatu lenyewe wanaeleza ya kwamba wana msisimko wa kusimama katika ukingo, na hivyo watapuuza alama. Ndio wanaweza kupita katika njia yenye alama au wakabaki kule kule kwenye ile njia hatarishi, lakini wanapuuza vibao vya alama, maelekezo ambayo wanakutana nayo, kwa sababu wanatamani wasimame katika sehemu ambazo wanadhani ni nzuri zaidi kupigia picha, ambazo mara nyingi huwa ni sehemu hatarishi. Na wao wanadai ya kwamba wanahitaji kutengeneza content hatari zaidi au nzuri zaidi ulimwenguni, au picha ambayo ni nzuri zaidi au kali zaidi ulimwenguni kwa lugha ya Waswahili. Lakini
Jambo ambalo wanasahau haya makundi mawili haya ni kwamba ikiwa mmoja akapotea au akadondoka au akaumia, watakuwa wamehatarisha zaidi safari yao, kwa sababu kama wako katika kina cha juu zaidi au wako juu zaidi, wamepanda juu zaidi ya mlima, ikitokea mmoja wao amepata shida, kumrudisha itakuwa changamoto kubwa zaidi ambayo watakuwa wanahatarisha zaidi maisha yao wao wenyewe. Maisha ya Kikristo bila shaka yanafananishwa sana na matembezi kama haya ya kupanda mlima. Na vivyo hivyo kumekuwa na makundi matatu katika maisha ya Kikristo. Watu wa kwanza ni wale ambao wanachukua hatua pale wanapoona mambo fulani yanaelekezwa, labda ni Biblia imeandika kitu fulani, wanachukua hatua, wanachukua tahadhari mara moja. Labda ni maonyo yanatolewa na viongozi wa makanisa, basi wanachukua tahadhari mara moja. Lakini kuna kundi la pili. Hili kundi la pili wao huwa wanapuuza. Wanaona kwa nini atusumbue? Kwa nini atuelekeze? Au hili fungu halina maana kwangu. Wanapuuzia. Lakini kuna kundi lingine ambalo lenyewe linadai haki na uhuru, ya kwamba Bwana, tuna haki ya kufanya chochote, usitubabaishe. Ndivyo ambavyo maisha ya Kikristo yalivyo. Kwa hiyo Paulo anakutana na watu wa aina kama hizi tatu, na kati ya hawa anaokutana nao wapo katika Korintho. Na kwa hiyo inabidi apambane ili kuwarejesha, kuwaelekeza katika utaratibu ambao Mungu anauhitaji. Na jambo kubwa ambalo Paulo anakutana nalo na anawasisitiza juu ya kuwa makini na kuachana nalo kabisa ni swala la ibada ya sanamu. Na hilo ni kati ya mambo ambayo tutayachunguza kinaganaga katika juma hili. Kama ilivyo kwa waandishi wengi wa Biblia, Paulo pia alilichukulia swala la ibada ya sanamu kama swala ambalo ni baya sana, na alilichukulia kama ni dhambi ambayo ni mbaya sana. Na si hivyo tu kwamba alikuwa amelichukulia kama ni swala baya, alitambua ya kwamba amri za Mungu zinakataa kabisa ibada ya sanamu. Ibada ya sanamu. Kwa hiyo swala la ibada ni swala la muhimu sana, na pale ambapo mtu wa Mungu anaanza kujihusisha kufanya sanamu, kutengeneza sanamu au kuabudu kabisa sanamu zinazoonekana au physical images, labda tunaweza kusema hivyo, anakuwa amefika mbali sana. Juma hili kuna mada kadhaa hapa ambazo Paulo anatamani tuzifahamu. Na mada ya kwanza, moja, anawasisitiza hawa wa Korintho ya kwamba wanatakiwa wajifunze kutoka katika wakati uliopita wa Israel. Maana yake wajifunze kutokana na maisha ya Israeli yaliyopita. Kwa nini? Paulo anawakumbusha namna ambavyo wana wa Israeli walishindwa jangwani, na anawaeleza ya kwamba moja ya kitu ambacho kiliwafanya washindwe ni ibada ya sanamu. Jambo lingine ambalo liliwafanya washindwe ni uasherati, lakini pia kumjaribu Mungu na kumnungunikia Mungu. Haya ni kati ya mambo ambayo yaliwafanya wana wa Israeli washindwe zamani. Sasa tukiachana na wana wa Israeli kushindwa kwao zamani, au wa Korintho hawa ambao wanaambiwa na Paulo, leo pia kati ya mambo ambayo yanatufanya tushindwe ni ibada ya sanamu, lakini uasherati, lakini pia kumjaribu Mungu na kumnungunikia Mungu. Mara nyingi tunakutana na mambo kadha wa kadha ambayo huenda yanatusikitisha na kutuumiza, lakini badala ya kumrudia Mungu kwa utaratibu, tunaanza kumnungunikia, tunaanza kumuona Mungu hafai, tunaona Mungu anatuletea shida. Badala ya kuomba kwamba Mungu atuonyeshe ni siri gani ambayo imejificha katika yale ambayo tunayapitia, tunaanza kumlaumu Mungu na tunaona hatufai. Kama hatutaacha tabia hiyo,
kwa hakika tutashindwa kama wana wa Israeli walivyoshindwa zamani. Kwa hiyo ikiwa tunatamani kushinda, hatutamani kufeli, tunatamani kuendelea kusonga mbele, lazima tuepukane na ibada ya sanamu, tuepukane na uasherati, tuache kumjaribu Mungu na kumnung'unikia Mungu. Kwa hiyo Paulo anawasisitiza hawa wa Korintho ya kwamba wanatakiwa wasije wakajaribu kurudia makosa kama haya ambayo wana wa Israeli walifanya. Jambo la pili ambalo Paulo analisisitiza ni juu ya hatari ya ibada ya sanamu. Hapo juu tumeona mambo ambayo yaliwafelisha au yaliwafanya wana wa Israeli wa zamani washindwe. Na anawasisitiza wa Korintho ya kwamba wanatakiwa wajifunze kutokana na hayo mambo ambayo wana wa Israeli waliyafanya zamani. Na tukiachana na hilo la kwanza, tunakutana hili la pili, ya kwamba hatari ya ibada ya sanamu. Hapa Paulo anaeleza juu ya uhatari wa ibada ya sanamu. Ibada ya sanamu ni kumuondoa kabisa Mungu katika uwepo wetu. Yaani unapofanya ibada ya sanamu, unapotengeneza sanamu, kwa sababu sanamu tutaangalia hapa mbele ya kwamba sanamu sio kile tu ambacho unakiabudu au unakishika kinaonekana kabisa, yani unakipigia magoti. La hasha. Hata vile ambavyo unaviweka kipaumbele kuliko Mungu. Kama una mali fulani ambayo unaona kabisa inakuzuia kabisa kupata muda na Mungu. Kama ni television, inakufanya ukose kabisa wakati na Mungu. Labda ni saa ambayo inakufanya ukose kabisa wakati na Mungu. Labda ni simu ambayo inakufanya ukose kabisa wakati na Mungu. Hiyo ni sanamu. Kwa hiyo kuabudu sanamu hakupatani kabisa na kumwabudu Mungu. Unapokuwa na sanamu, unamuondoa Mungu katika picha, unamuondoa Mungu katika uwepo, na baadaye yanakuja mashetani na mapepo ambayo yanakuzunguka wewe. Jambo la tatu, Paulo juma hili anaeleza juu ya uhuru wa Kikristo na wajibu. Unaposoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10 fungu la 23 hadi 30, Paulo hapa tunaona anazungumzia juu ya namna ambavyo waumini wanaweza kutumia uhuru wao vizuri, yaani kwa hekima, kwamba uhuru unapokuwa nao wewe, usifanye huo uhuru umnyanyase mtu mwingine. Kuna watu wengine wanapopewa au wanapotafuta haki, wanatafuta haki kwa kuwaumiza na kuwakandamiza wengine, jambo ambalo Mungu hapendi kabisa. Mungu anatamani mtu awe huru na awe na haki, lakini katika kupata hiyo haki na katika kupata uhuru wake, aepukane kabisa na kuwaumiza au kuwanyanyasa watu wengine. Kwa hiyo tunapokuja juu ya swala la uhuru, Paulo anaelezea juu ya swala la vyakula. Kuna watu katika kipindi hiki cha Wakorintho walikuwa wanadai kwamba wana uhuru wa kula vyovyote. Kulikuwa na swala la kutoa sadaka kwa miungu au sanamu, ya kwamba kuna vyakula ambavyo vilikuwa vinatolewa sadaka kisha vinaenda kuuzwa sokoni. Sasa vikishaenda kuuzwa sokoni, kuna wale watu ambao walikuwa wanadai ya kwamba wao wana imani thabiti na yale mambo hayawezi kuaffect au kuathiri kwa namna yoyote. Kwa hiyo wanakula tu. Lakini kuna watu ambao wanawatazama ambao wana imani ndogo. Sasa katika kudai huo uhuru wao walionao, ya kwamba wao wako uhuru kufanya chochote kwa sababu wanaamini wako imara, kumbe wanawaumiza hao wengine, au ambao wanabaki kuwa na manunguniko na kuwa hawana amani, kwamba hawa kwa nini wengine wanakula vyakula ambavyo vimetolewa sadaka kwa ajili ya miungu. Sasa Paulo anaeleza ya kwamba ndiyo tuna uhuru wa kufanya hivyo, lakini hatutafanya hivyo sio kwa sababu ni vibaya kwetu, la hasha, lakini kwa sababu tunatamani watu wengine wasinungunike kutokana na matendo ambayo tunayatenda
sisi, na ndivyo ambavyo Wakristo tunatakiwa. Tusidai uhuru huku tunawaumiza watu wengine, tusidai haki huku tunawanyanyasa watu wengine. Tufanye kile ambacho tunadhani ni hekima zaidi, na ninaamini kila mtu anaifahamu hiyo hekima. Jambo la mwisho, mada nyingine ambayo Paulo anazungumzia hapa katika juma hili ni kuishi kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Tunamuona Paulo sasa, kama nilivyokwisha kusema hapo awali katika fungu, baada ya kusema mambo haya yote na mengineyo mengi, anakuja kuhitimisha ya kwamba tunatakiwa tuishi kwa utukufu wa Mungu, na anasema ya kwamba mlapo, mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Unapoamka asubuhi na unapoanza kazi zako, inabidi ujiulize, hiki ninachokifanya, je, ni kwa utukufu wa Mungu au ni kwa ajili ya utukufu wangu mimi mwenyewe? Kwa sababu Mungu anatamani wale watu ambao wanafanya mambo yao yote kwa utukufu wa Mungu. Mhubiri mmoja alisema, kila kitu unachokifanya ni ibada. Huenda ni ibada kwa Mungu au ibada kwa shetani. Kwa hiyo uwe makini na matendo yako na kila kitu ambacho unakitenda, kwa sababu huenda unampatia ibada Mungu au unampatia shetani shukrani zako. Kwa hiyo leo ninachohitaji kukwambia, mimi pia nakubaliana na huyu bwana aliyesema kila kitu unachokifanya ni ibada. Huenda ni kwa Mungu au kwa shetani, na kwa vile utakavyokifanya kitamtukuza Mungu au kitamtukuza shetani. Kwa hiyo amua leo kutenda matendo yako kwa ajili ya kumtukuza Mungu, kwa sababu kila unachokula, kila unachokunywa unatakiwa ukifanye kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Juma lililopita tulijifunza ya kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, ambalo Roho wa Mungu anaishi ndani yetu au anakaa ndani yake. Kwa hiyo unachofanya, unamtukuza Mungu au unamtukuza shetani? Unafanya nafasi ya Roho Mtakatifu iendelee kuwepo au Roho Mtakatifu aondoke ndani yako? Kwa sababu Roho Mtakatifu hawezi kukaa sehemu ambayo ni mbaya. Sasa hebu tuangalie mitindo ya ibada katika mji wa Korintho katika karne ya kwanza hapo baada ya Kristo. Korintho ulikuwa ni mji ambao ulikuwa umeendelea kiasi, na ulikuwa ni mji ambao umekutanisha desturi za watu wengi, kwa sababu ilikuwa ni sehemu ambayo watu wengi kutoka sehemu mbalimbali wanakutana. Kwa hiyo ulikuwa ni mji wa kidini, na kuwa kwake mji wa kidini kwa sababu ulikuwa na mchanganyiko wa watu tofauti tofauti. Kwa hiyo kulikuwa na dini nyingi katika eneo la Korintho, na jambo kubwa ambalo ninaona ni zuri kwa Korintho ni kwamba kila kitu alichokifanya walikuwa wanakihusisha na ibada, iwe biashara, siasa au maisha ya kijamii. Vyote hivi vilifungamana na ibada. Kwa hiyo kila kitu kilichofanyika kilikuwa kinahusishwa na ibada. Sasa hapo tunatakiwa tuende mbali zaidi sasa kuona, kwa sababu tumesema kila kitu alichokuwa nakifanya kilikuwa kinahusishwa na ibada. Kwa hiyo kulikuwa na ibada kwa Mungu au ibada kwa miungu. Sasa katika hizi ibada kulikuwa na taratibu mbali ambazo zilikuwa zinafanyika. Wazungu wanaziita rituals, kama za kitamaduni. Mojawapo ilikuwa kafara, lakini nyingine ilikuwa ni kalamu au karamu, lakini kulikuwa na siku kuu, kulikuwa na maandamano, lakini pia kulikuwa na ibada za kingono ambazo juma lililopita tumeziangalia vizuri kabisa. Na hizi zilikuwa katika baadhi ya madhehebu, lakini kwa madhehebu mengi kulikuwa na masuala ya kafara, kulikuwa na masuala ya karamu, lakini kulikuwa na masuala ya sikukuu na maandamano mbalimbali. Kwa hiyo sasa huu mji wa Rumi ambao ulihusisha ibada mbalimbali ulikuwa na makabila makuu ambayo yalikuwa ni mawili, na wa kwanza
walikuwa ni Wayuni, lakini wengine walikuwa ni Warumi. Na kwa hivyo kulikuwa na dini kubwa ambazo ziliwahusisha hawa watu, na hasa zilijikita kwa miungu. Na tukienda mbele zaidi, ibada hii hasa ya Warumi ilikuwa inahusisha kumwabudu kiongozi mkuu wa Kirumi, kwa sababu Warumi ndio waliokuwa wanaitawala hii Korintho na maeneo mengi hapa. Kwa hiyo ibada kwa kiongozi wa Kirumi ilitakiwa ifanyike, kwa sababu naye alikuwa anaonekana ni kati ya watu ambao, au katika mstari wa miungu. Ukiwa kiongozi unakuwa katika mstari wa kiungu, kwa hiyo ulitakiwa pia kuabudiwa. Sasa changamoto ikaja kwamba kafara zilikuwa zinatolewa, na karibia kila dhehebu katika haya madhehebu yaliyokuwepo Korintho walikuwa wanatoa kafara. Baada ya kutoa kafara, zile nyama ambazo zilikuwa zinakuwa zimetolewa, kwa sababu kulikuwa na kafara za mafahari au ng'ombe, kafara za mbuzi, lakini kulikuwa na kafara za njiwa. Sasa hizi nyama ambazo zilikuwa zimetolewa zilikuwa zinaliwa, na hatuwezi tukasema watu wachache watakula ng'ombe mzima. Kwa hiyo zingine zilikuwa zinaenda kuuzwa, na zikienda kuuzwa sasa kuna kutana na mkanganyiko ya kwamba sokoni kuna nyama mbalimbali ambazo zingine zimetolewa kafara, lakini zingine zipo tu hazijatolewa kafara. Sasa kukawa na kamgogoro ya kwamba je, tule hizi nyama ambazo zimetolewa kafara au vipi, au tufanyeje, au tusile nyama kabisa? Sasa hapo ndipo ikawa ya kwamba mara ya kwanza ikawa msile nyama ambazo zimetolewa kafara, lakini baadaye Paulo akaja akaelekeza namna nzuri ya kufanya, kwamba ukifika usiulize, labda ikitokea ukaambiwa kabisa ya kwamba hii nyama imetolewa kafara, achana nayo. Sasa hebu tutafsiri hii ibada ya sanamu ikoje. Mwanzoni pale nilieleza kwamba kati ya jambo lililowaangusha hawa wana wa Israel ni ibada ya sanamu, na tumeona vizuri kabisa kwamba walitengeneza ndama wakiwa katika safari yao, na hili likawaangusha, wakaenda mbali kabisa, wakaingia katika ngono, katika uasherati, na haya yote yakawavunja kabisa. Zaidi ya yote waliendelea kumnungunikia Mungu, mambo ambayo yalikuwa yanasikitisha kabisa. Ibada ya sanamu ni zaidi ya kile kitu ambacho kinaonekana. Ile sanamu inayoonekana inahusisha matendo, inahusisha thamani, namna ambavyo tunathamini vitu tulivyo navyo. Huenda ni simu, unaona unaitumia, inazuia kabisa hata muda wa maombi. Unaangalia vitu ambavyo havifai hata kuvitazama. Hayo ni mambo ambayo yanahalalisha simu yako kuwa sanamu. Lakini huenda ni television, unaangalia tamthilia ambazo ni mbaya, na kwa hakika zinaziba hata wakati ambao ulikuwa nao pamoja na Mungu, wakati wa ibada unaona kabisa hauna maana. Runinga yako inakuwa sanamu. Kwa hiyo sanamu ni zaidi ya kile kitu tunachokiona, kile kitu ambacho kinashikika. Inazidi zaidi ya hapo, inafika kwenye fikra, inafika kwenye matendo. Kwa hiyo tuwe makini sana na vile vitu ambavyo tunavifanya, vile vitu ambavyo tunakutana navyo, vile vitu ambavyo tunavithamini, kwa sababu hivyo huweza kumuondoa kabisa Mungu katika maisha yetu. Na kwa hakika unaposoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10 fungu la 14, Paulo anasisitiza kwa nguvu zaidi ya kwamba ikimbieni ibada ya sanamu. Kwa nini? Kwa sababu ibada ya sanamu inamuondoa Mungu. Amri ya pili inasema usisujudie sanamu wala kuitumikia, kwa kuwa mimi Mungu ni mimi tu ninayepaswa kuabudiwa. Natamani nisome hii amri ya pili katika kitabu cha Kutoka. Katika kitabu cha Kutoka 20 hapo
Hebu tuangalie nini ambacho kimeandikwa hapa. Imeandikwa, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Nami na warehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Kumbe Mungu anachukia kabisa ibada ya sanamu. Anasema mimi ni Mungu mwenye wivu. Kwa hiyo wewe ukitaka kupambana na Mungu endeleza hiyo ibada ya sanamu. Mwisho kabisa, kuna mambo kadhaa hapa ambayo natamani tuyachukue, mambo ya msingi kabisa. Jambo la kwanza, kila aliyepokea fadhila za mbinguni ana wajibu wa kuangaza zaidi njia ya wengine. Kwamba kama tuna uhusiano mzuri sisi kwa sisi, tungeweza kukamilisha mambo makubwa sana hapa ulimwenguni. Tuthaminiane sisi kwa sisi. Yaani mimi nisitamani tu kupata haki mimi mwenyewe, bali nitamani haki yangu ninayoipata au uhuru wangu ninaoupata usimuangamize au usimuumize mtu mwingine. Ikiwa tutathaminiana hivyo sisi kwa sisi, basi tutakamilisha mambo makubwa sana hapa duniani. Lakini kama tutashindwa, basi tutaanguka na tutafeli. Lakini tukishikana kwa pamoja, tukathaminiana ya kwamba mimi natamani nipate kitu chema, basi mwenzangu pia akipate chema hicho vivyo hivyo, tutafika mbali zaidi. Lakini jambo la pili, Paulo aliwasisitiza ndugu zake ya kwamba wajiulize ya kwamba ni mvuto gani ambao wanakutana nao katika maneno na katika matendo, katika fikra zao. Ni mivuto gani ambayo inawaathiri? Kwa sababu hiyo mivuto ndio inayotengeneza usanamu katika maisha yao. Katika maisha yetu leo, lazima tujiulize ni vitu gani ambavyo tunavithamini zaidi, ambavyo vinatuathiri, ambavyo vinaingiza usanamu katika maisha yetu. Na hivi vitu tuviepuke, tuvikimbie kama ukoma, kama ugonjwa hatari. Tuepukane navyo kabisa. Lakini jambo la tatu, ibada ya sanamu haimaanishi tu kuabudu sanamu ya kuchonga kama nilivyokwisha kusema hapo awali, lakini inamaanisha pia kujipenda na kujitumikia nafsi, kupenda kukaa kivivuvivu, ulafi na matamanio makali. Na hii imeandikwa katika Matendo ya Mitume, kitabu ambacho kimeandikwa na Ellen G. White, sehemu ya 2 ukurasa wa 12, ya kwamba ibada ya sanamu haihusishi tu kile kinachoshikika, lakini inaenda zaidi, kujipenda zaidi, kukaa kivivuvivu, ulafi na matamanio makali. Hii ni hatari sana. Lakini jambo la mwisho, ukiona kwamba kwa kufanya mambo fulani ambayo una haki kamili kufanya, unazuia maendeleo ya kazi ya Mungu, acha kufanya mambo hayo. Yaani matamanio yako yasije yakawa kikwazo kwa kazi ya Mungu. Mwombe Mungu kila siku unapoamka. Matendo yako unayoyafanya, fikra zako unazozifanya visiwe vikwazo katika kazi ya Mungu. Utakapofanya hivyo, kwa matendo yako utahakikisha kwamba kazi ya Mungu inaenda mbali zaidi, na sio kwamba kazi ya Mungu inadidimizwa chini. Mungu atusaidie kutambua hili na kulifanyia kazi, kwa sababu huenda kwa namna moja au nyingine tunahafifisha kazi ya Mungu kukamilika, kwa sababu tunathamini sana hali zetu wenyewe za kimwili, na tunasahau ya kwamba kazi ya Mungu inatakiwa ithaminiwe vizuri zaidi. Mungu atusaidie tutende kama ambavyo neno la Mungu linatufundisha juma hili.
tuepukane na ibada za sanamu, tuepukane na vile vitu ambavyo vinatukinga tusiuone uso wa Bwana katika maisha yetu. Mungu akubariki sana unapoenda kufanyia kazi hivi vyote tulivyovisema na kuvisoma na kujifunza. Mpaka wakati mwingine, asante. Basi tunapofunga, hebu tupate ombi. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa ukuu na wema wako. Tunakushukuru kwa kuwa unatupenda. Baba, tusaidie tutende mapenzi yako. Tusaidie tukutumikie wewe. Umetufundisha juu ya kuepukana na ibada za sanamu, lakini pia kuwathamini wengine. Tusaidie tufanye hivyo, na kwa hakika kazi yako iende mbali zaidi. Tunaamini utatuongoza na utakuwa pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Amina. Basi ndugu mpenzi mtazamaji, ikiwa haya masomo yanakutia nguvu, kumbuka kulike, kushare na kusubscribe. Lakini usisahau kurudi tena juma lijalo hapa hapa katika Tosi TV Network. Kuna vipindi vingine, usisahau kubaki nasi. Mungu akubariki sana.